Kwema kabisa. Alhamdulillah. Sana na enjoy football. Mimi hapa nimekuja tu kwa support ndugu zetu, lakini mimi nashabikia Vunja Bei. Na hisi kesho kuna tunacheza. Hapa tena anafanya yake kwa ndani. Nimeona sasa jitahidi anauweza. Okay. Mwenyewe inshallah nitamshawishi ya Vunja Bei awepo. Sasa umekaa sana bora au unakaaga kwa sababu unaga events? No, nipo hapa miezi kadhaa Bongo, miezi kadhaa China. Ndio miezi 6 ile tuliona. Kwanza niliona watu kwenye comments kwenye page yako. Rich amerudi na mabegi mawili sio matatu tena kama tuliwaambia. Unajua wewe sana na watu baada ya kuongea. Kwa naacha tu ongea mimi na furaha. Siku zinaenda. Hivi ile zawadi ilikuwepo umeiandaa kabisa au ni kwamba kwa sababu mama pia alisema hivi afu nyinyi mnafikiri tuna ugomvi sasa ngoja niwaonyeshe. Vitu vimekuja kwa wakati sahihi. Naweza nikasema hivi. Ilikuwepo, yani ni idea ni plan ya miaka miwili nyuma. Unajua? Yeah. Okay, ukikutana na mtu ambaye anasema bana wadada wa Bongo bana hawa mastaa wanapenda sana wanaume ambao wamewazidi umri, yani wanaume wao wadogo wenyewe kwa experience uliokuwa nayo wewe. Unaweza kumjibu vipi wewe? Hajui maana halisi ya mapenzi. Mapenzi hayachagui umri. Mapenzi hayachagui wadhifa wako. Tukirudi nyuma hata wanasema kwa mtume alimuoa mwanamke mwenye yani mwanamke mkubwa kumzidi. Kwa hiyo vitu vilikuwa tangu enzi za mitume. Kwa hiyo huyo mtu atakuelewi nini maana ya mapenzi. Mara ya kwanza mlikuwa mna date mkiwa kimya na mambo yakaenda vizuri kabisa, mkaja kuachana, mkaja kurudiana, mkatangaza ndoa kabisa. Ulishawahi kujutia kwamba bora nisingetangaza kama niko na mama pia? Sijawahi, kwa sababu mimi naambiwaga na watu walionizidi umri, wazee wangu wananiambiaga wanawake wana kila vitimbi vya kila aina. Yani kuna vitimbi vya kila aina. Kweli tunajulikana vitimbi vyako labda ndio vitaenda nje, lakini kuna watu huko nje hawajulikani lakini wanapata vitimbi vyako. Yani vyangu mimi ni ferusi. Rich, ulikutana na post ya mke wako, aliposti kwamba anapendezwa na dini ya Uislamu na yuko tayari hata watoto wake awafundishe katika mafundisho hayo. Sijui baada ya kuona hiyo post Rich, labda wewe ulireact vipi na pengine mlizungumza nini kuhusiana na pengine dini inaenda kubadilika muda wote? No, mimi kikweli mke wangu anajua mimi napenda dini zote kwa sababu naamini Mwenyezi Mungu ni mmoja. Waislamu, Wakristo wote ni wamoja. Kwa hiyo hata mke wangu namwambia mimi nasikiza sana mawaidha. Hata kwangu pale mawaidha kwa mimi nasikiza dini zote. Kwa sababu sisi tunaamini Mungu ni mmoja. Mungu ana makundi, ndio maana akaumba watu wote kwa mfano wake. Rich, kuna kitu alikizungumza Wolper, nataka nikuulize wewe. Ulikuja na Rich Mitindo ile suit ambayo Wolper anasema mshafunga duka na ile ya t-shirt. Maduka yatarudi au yapo au ukweli ni upi? Okay, maduka kiukweli yapo. Mimi niko China. Sema nilistop kwa ajili kuna biashara China ilifanya keep busy ya usafirishaji. Kwa hiyo ni keep busy, kwa hiyo nilikuwa sitaki kushika huku na huku. Yani nani Kariakoo ndio wewe tunapambana. Kwenye suti wewe tunapambana na ukago wewe tu. Kwa hiyo nikaamua kwanza nishike kimoja, then hiki kingine kitamnyanyua mwingine. Kwa hiyo maduka yapo na yanakuja mengine, ni inshallah kuombeana kwa Mwenyezi Mungu. Ni kwamba mama pia hafahamu kama maduka yapo. No, niliyafunga. Mwanzo niliyafunga kwa ajili nilikaa sana China muda mrefu kwa ajili ya kujenga hiki ninachokifanya sasa hivi. Kuna video ina trendi sana sasa hivi alikuwa Aunt Ezekiel na Wolper anamtembeza nyumbani. Sasa kuingia chumbani ilibidi mpaka anti kuonesha uzito kati ya tusi moja ambalo sisi naamini ndio kwenye kusifia kwenyewe. Naishi kifalme juu ya Rich Mitindo, chumba chenu kile thamani kama milioni kadhaa mmezeka chumbani. Unajua kusitisha watu, kila kitu kinawezekana. Kwa sababu mimi naamini kila kitu. Sasa unamtisha mtu unamwambia kiasi fulani mwenzako jamani huyu nyoka wao anang'ataje? Wewe usimtishe mtu. Kumbe kuna nyoka pia tena. Ndio maneno watu wa mjini wanasema nyoka wao anang'ataje. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Ni gharama sana. Kiukweli gharama zipo. Unajua vitu kama vile kama mimi niko China naona vitu vingi.
Kwa hiyo nina choice pia nyingi. Naweza nikamshauri mke wangu kuna hiki umekipendaje, na mke wangu anapenda sana mambo ya design kama mimi vile vile. Kwa hiyo tunapata kitu kilicho bora na mimi. Rich, kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi, unajua labda hii unajenga picha fulani tu kwenye mitandao ila mambo hayako sawa nyumbani. Huyu tunamjibuje? Mnaweza mkawaita hater, wengine wanaitwa hivyo. No. Ambaye anahisi labda hamko pamoja ila mnajenga picha fulani mtandaoni. Siko pamoja na mke wangu. Ndio maana wanahisi kutokana na A-list ile episode ambayo alizungumza. No, mke wangu A-list hayo ni vitu ambavyo tunaviishi, wanazungumza. Siwezi kusema vingi kuhusu A-list sababu ile si niyekaje, lakini mimi na mke wangu tupo sana, tunapendana sana. Na hapa yenyewe nimemwacha ofisini kwake leo, kashusha na nini mzigo wa shawaji ya maziwa, osha maziwa baraka kabisa. Kwa hiyo niko naye, wao wanaotuombea hivyo watasubiri sana kwa promo ulipiga hapo la osha. Haki ya Mungu. Natamani kufahamu pengine nyinyi mna plan ya kufanya labda A-list ya upande wa wanaume, kwa sababu nikiangalia generation ya wake zenu, niseme wake zenu kwa sababu anti anakusa, Wolper na wewe, ukiachana Kajala ambaye ana Harmonize, lakini wewe nakusa ni age mate moja, generation moja, washikaji pia. Pengine mna plan kufanya kitu kama kile ambacho wanakifanya wake zenu? No, sababu kusa na program zake, mimi na program zangu, tunakutana mara chache sana kama hivyo sehemu maalum. Kama mimi sasa hivi ndo kidogo niko free, naye kusa na program zake za music. Kwa hiyo kukutana na kuwa shida kidogo. Wanawake zetu ile ndo kazi yao. Kwa uwezi kuambia wasikutane, lazima watakutana kwa sababu kazi yao ni ile. Sisi kazi yangu mimi muda mwingi labda niko China, nimesafiri, naweza nikahitajika hata sipo. Kwa hiyo inakuwa ngumu. Kwa hiyo tukifanya kitu kama hiko inabidi mimi niwepo, niache kazi nifanye kazi. Ya kikweli kuomba Mungu tu. Hivi kuna wanawake wanamsumbua mwanamke, amini wanaume wanamsumbua sasa wasanii hapa, lakini unajua mwanamke mzuri anavutia, lazima asumbuliwe obvious. Kwa hiyo vitu ni vya kawaida, na utagombana na dunia nzima. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye anajitambua, anajielewa nini anafanya. Kwa hiyo na watu wengine wanaosumbuliwa wana accept vitu hivyo, unaweza kusema mtu ambaye ajitambui. Kwa hiyo mke wangu anajua nini anafanya. Mimi Rich, kwa kumalizia, ile kauli ya mke wako kusema anatafuta kijana ili kupendeza au haikukupendeza? No, ile ni sehemu tu ya maigizo, naweza nikasema pale basi. Kwa hiyo kila kitu mnachokiona kwenye mitandao msichukulie serious. Yeah. Basi enjoy boss. Yeah, ngoja niangalia hapa. Naam, Mfalme King Ali Kiba akiwa amewasili hapa viwanja vya Seven Slide, kama unaona hapa, akiwa anafuatilia mtarangi, akiwa anasalimiana na watu hapa, anasalimiana na kwa mzungu, lakini pia anasalimiana na Kiredio na baadhi ya wageni ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kufuatilia haya mashindano yanayoendelea Ramadan Cup. Hapa niko chini, huyu hapa kwa mzungu kama vile jezi ya Msupa, lakini pia Ali King Kiba akiwa naye amefika hapa, amevalia kanzu yake, mashallah, kanzu mafuta hii, amekula zake miwani kama utaratibu wake, lakini pia amekula zake kofia yake tamu kabisa. King Ali Kiba huyu hapa, bwana mfalme amewasili hapa, mfalme Bongo Flava, au sio? Kubwa zaidi ni haya mashindano ya Ramadan Cup, lakini pia alongside Kiredio tuko nao kwa pamoja hapa. King Kiba Koi Mzungu hapa live kabisa, live kabisa. Tuko na la King sahi kabisa, anasalimiana na baadhi ya watu na mameneja sana, baadhi ya mameneja Tindo hapa na amewasili hapa pamoja. Mtarangi kwa umakini mkubwa sana sana. Bado Richi Mitindo by the
Jumatatu mpaka mwezi wa 4 inakuwa ni hatari.